let's write some stories. Ulikuwa unaniambia kitu black. Mimi cha kwanza nilizungumza swali langu kwamba uko single uko single utaki kukata ndio sinakuwa mwazi muda. Unasemaje wewe, uko single? True, sai nitakata na huko. Wezekani ulichomeshe yani kirahisi tu hiyo niseme utakata. Wewe unatafuta nini? Mimi mfano mimi siko single. Lakini simtaji niko na nani. Siko single. At that moment yuko amezungumza kwamba hauje kumpata mwanamke sahihi. Nakumbuka ulimzungumza neno kama hilo. Niliuliza swali. Nikasema like unaamini nikasema unaamini kwenye ile concept ya kwamba there is the one. Yani kwamba unaamini kwenye concept ya kwamba mwanamke au mwanaume, kwamba kuna watu wengine wanasema like soulmate theories. Yani kwamba unaamini kwamba kuna mwanamke wako mmoja na unawezaje kujua kwamba she is the one? That was my biggest question. Lakini kwenye upande wa kuniuliza kwamba mimi niko single ama vipi, I said yeah, mimi niko single. Na kuwa single it doesn't mean kwamba siamini katika mahusiano au kwamba sitoingia kwenye mahusiano au kwamba sijawahi kuwa kwenye mahusiano. Sawa. Mimi binafsi na nimemsikia alivyosema. Kwa point hizo aliyosema ishaye kuwa kwenye mahusiano na hayupo kwenye mahusiano, maana yake ishaye kuachwa. Sawa. Na kwenye theory yake aliyosema kwamba anaamini kuna soulmate, sio kwamba unaweza kuwa na mwanamke wako mmoja. Mimi nagusa pale pale kwenye ngondi zake. Ngoja cha kurekebisha brother. Sio kwamba kwa mimi nilivyosema, it was a question kwamba unaamini kweli kuna hicho kitu. Sawa. Kwa sababu watu wengi wapo wanaoamini kitu kama hicho. Mimi binafsi siamini kitu kama hicho. Labda muunda wao unafanya. Unaamini kwamba kuna mwanamke wako mmoja pekee? Mimi nina amini. Unaamini? Naamini. Kwa nini? Kwa nini naamini? Ukichukua mifano hata ya ambao wametutangulia, nimewahi kusikia na hata wewe umeshatuambia tayari una mtu na wewe tayari ni mfano. Sio nina mtu, ni mke kabisa. Una mke na wewe tayari mfano. Inapoaje ninakwambia ninaamini hicho kitu? Naamini kabla ya kuwa na huyo mtu, yani tayari ulisha pita Kariakoo, Posta, Mchikichini, Musti. Mwisho wa day ni kwa nini zote za kichonganishi? Ni kwa nini leo upo naye huyo mmoja? Maana yake ulikuwa unahangaika kumpata huyo ambaye ni mmoja, the one. Yeah, the one. Yeah. So na ni jambo la muda tu. Kwa hiyo ni muda, niseme hivyo. Kwa nini sasa? Okay, nimeelewa vizuri point ya. Na mimi ninaomba nitetee point yangu. Yes, mimi nimesema nini? Hakuna. Mimi nimesema hakuna. Jinsi ambavyo mimi naamini kwenye theory yangu ya mahusiano haya, naamini cha kwanza mapenzi au mahusiano, naweza natolea mfano kama ni daladala fulani vile. Unaingia kwenye daladala unakuta kuna siti iko wazi, then unakaa, lakini inawezekana ile siti angekalia pia mtu mwingine. Lakini pia kwa pointi hiyo hiyo, yule mtu ukitaka kuamini kwamba hakuna mwanamke wako peke yako, angekuwepo mwanamke wako peke yako, sawa? Na maanisha kwamba yule mwanamke mfano akifariki, tungekuwa na watu wengi ambao wako single. Yani kwamba shampata wa kwake. Labda tuje na theory kwamba yule akifariki basi hakuwa wa kwako. Lakini kama yule uliamini alikuwa wa kwako, kama kifariki, I say tungekuwa na watu ambao wako single sana. Tungekuwa na wanawake wangekuwa haole, sababu yule wa kwake ashaondoka, hana mtu mwingine tena wa kwake. Kama sivyo, tukizungumzia, mimi point yangu naizungumzia ni kwamba hakuna mwanamke mmoja ambaye ni wa kwako. Labda tutakuja kuzungumzia ile kauli ujefa hujaumbika.
mpaka ukimaliza safari yako ya maisha ndipo utakapoweza kujua kwamba nani alikuwa wa kwangu. Sawa, mimi binafsi nina mwanamke wangu na she's good, na ni mwanamke sasa, ni yule ambaye nilimwambia Mungu nipatie, ni yeye kabisa, ni trust. Kwa hiyo wewe ni mtu ambaye unaamini at the same time hauamini ile theory kutokana na mtizamo wa watu juu ya hiyo theory, ndio? Kwa sababu okay, unachokisema ni kitu ambacho tunaweza tukaafikiana kwenye context ya ndani. Yani naamini wote tunaafikiana kwenye context ya ndani, kwa sababu hata mimi naamini pia hivyo, kwamba mimi naamini kwenye kusema in the title kwamba I believe there is someone that is the one for me, for a person. Lakini tukirudi kwenye mitazamo yetu sisi binadamu na tukizungumza kama hivyo, huwa tunakuwa kama tunazungumzia mifumo ya kibinadamu ambavyo ipo, kwamba there is on and off, there is high and low. Lakini kwa sababu there is the one and we are trusting God for the one, maana yake tunasema kwamba hekima ya Mungu, sawa, tunasema hivi, upumbavu wa Mungu it's a scripture. Msinipige mawe jamani, it's a scripture. Wanasema hivi, upumbavu wa Mungu una hekima kuliko wanadamu. Yani the wisdom ya kibinadamu ikienda paka kwenye maximum point yake, bado haifikii upumbavu wa Mungu to the minimum point yake. Manake ni nini? Manake ni mwandishi alizungumza tu in a poetic sound kuweza kuelezea ni jinsi gani hekima ya Mungu iko far away from sisi ambavyo tunaweza kuimagine. Kwa hiyo kwa kitu choko nakisema wewe ni kweli kwamba maisha yetu is like a puzzle. Anajua Mungu. Na kuna vitu ambavyo huwa anatuonjesha kuweza kuvifahamu. Tunaona hata Paul anasema kwamba we can prophesy kwa sehemu, tunaweza kufundisha kwa sehemu. Maana yake sisi tuna sehemu tu ambayo Mungu anakuwa anatujalia kuweza kufanya pia. Kwa hiyo tukirudi kwenye issue hiyo ni kwamba if there is the one for you, maana yake kwenye ile script ya Mungu kuna mtu ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili yako. It doesn't matter kwamba Yusufu alichukuliwa akatupwa kwenye kisima, akauzwa utumwani, akafanyaje. Binadamu wote tunapenda kuangalia njia, lakini Mungu yeye anautizama mwisho mwanzoni. Kwa Mungu anakuwa anatazama destination. Kwa hapa katikati the passage inaweza ikawa ina fujo haieleweki, lakini mwisho Mungu anakuwa na the one for you. So kama the issue ikitokea kwamba kuna figisu za shetani kwamba the one wako akafa kabla wewe hujakutana naye, maana yake mimi naamini bado hekima ya Mungu ni zaidi ya plani ya shetani. Kwa sababu gani? Sababu hata plani ya shetani kuweza kumuua Yesu ilikuwa ni anahisi anafanikiwa, kumbe bado ilikuwa above. Kuna wisdom ya kimungu ambayo alichokuwa anakichochea pale shetani, ndo mpango wa Mungu kwamba amechochea Yesu kafa, kumbe ndo mpango wa Mungu waje ya kuokoa. Niko rehab ya kutokuongea sana. Yes. I'm passing the mic. Munda, jambo hapo. Jambo useni. Kuna lolote wa kuongezea labda? Kuna namna huwa mimi huwa nachukuliaga kwa namna ya pekee watu ambao tayari wanawenza huwa wanaka hekima fulani hivi. Yani mimi naka hekima fulani. Nadhani hata ulivyosikia jinsi alivyoizungumzia hiyo topic ni kama vile alitutoa yani wote gafa. Yani kasutoa yani the one tena akafa. Unaelewa? My experience. Ila mimi naona kwa namna ambavyo umezungumzia wewe na kaka hapa ni kama mnaachana, lakini bado wote tunaenda tupo kwenye eneo moja. Lakini kitu ambacho labda naweza nikachangia kwa upande wangu, mimi huwa ninaamini kama hivyo zungumza, kuna purpose ya Mungu na kila mtu kama amemleta duniani ni kwa lengo lake, na kwenye lengo yani tunategemeana. Yani kama unavyoona mimea inategemea na sisi pia. Nataka kushangaa usitaje mimea.
Yes. Wewe unataka kuniambia ni nani? Mimi napenda nature, ila naye ni body naye anapenda sana nature. He loves nature. So na kwenye maandiko pia umezungumza kwamba Mungu alituumbia msaidizi, yani kila mtu ana msaidizi wake. Sasa issue inakuja hapa, ukija kupata msaidizi ambaye haendani na wewe, yani kwa mfano mimi vikono yangu ipo hivi, inabidi naye mtu anayekuja ilingane ili tuweze kwenda, ndo huyo the one. Na hapo umetumia metaphor. That is, huo mfano ni metaphor. Maana yake hatuchukui tu, yani kila mkono utanikaa. Ndio maana hata kwenye kuongeza damu tunampima mtu ambaye zina damu, maana yake kuna ze kwa hiyo mimi bado ninaamini, yani kitu ambacho unakiongea unapinga, lakini unakubali na mimi yani ni kama the concept ya nani tunafanana, ila tu kwa huku nje the outer thing ndo kwa unakuwa tunatofautiana kwenye site huko. Kwa hiyo ukiangalia zewani bado hata mimi sorry, niulize swali, nikuulize brother Muunda. Ndio. Wewe vipi, umeshakutana na the one ama bado? Utakata. Anataka mkatae, simkatae. Mimi nasi nishakutana naye. Yani kitokea mabadiliko mengine sawa, yani mpaka kitu kizuri, lakini mimi mpaka sasa hivi tumalizie, yupo the one mpaka sasa hivi.